Karibu sana Local Content, subscribe, like, share, comment. Tuendelee kukuza jamii kubwa ya Local Content. Hizi ni update za wakati huu kuhusu Devils United. Na kikubwa ni mwendelezo wa taarifa kumhusu Bryan Mbeumo kutoka Brentford. Kwa mujibu wa mwandishi Ben Jacobs, anaripoti kwamba Manchester wamepanga kufanya vipimo vya afya vya Bryan Mbeumo wiki ijayo, ambako atakuwa anaelekea kukamilisha mchakato wa usajili wake wa pauni milioni 62 kujiunga na Manchester United. Kwa taarifa ya muhimu kabisa ni kwamba huenda Bryan Mbeumo akafanya vipimo vya afya wiki ijayo. Hii ni kwa mujibu wa Ben Jacob, lakini kupitia YouTube ya Fabrizio Romano alikuwa akielezea usiku wa kuamkia leo kwamba mambo mengi ya msingi katika mkataba kati ya Manchester na Brentford yamekwisha kufikiwa na soon jambo hili litakuwa linakwenda kukamilika. Hiyo ni taarifa muhimu na ya kwanza kuhusiana na Bryan Mbeumo. Lakini taarifa nyingine ni kwamba Juventus na Napoli kutoka pale nchini Italia wako tayari kulipa pauni milioni 25 ya usajili wa Jadon Malik Sancho mwenye miaka 25, lakini hawawezi kumudu kulipa mshahara wa pauni 2.5 kwa wiki ambao Jadon Malik Sancho ana uhitaji kwa sasa. Hivyo Manchester watakuwa wanasubiri kuona nini ambacho kitaafikiwa kati ya mchezaji na vilabu ambavyo vinamtaka. Inaelezwa kwamba Napoli wako tayari kulipa ada hiyo pamoja na Juve, lakini kizingiti kikibakia ni mshahara mkubwa kutoka kwa mchezaji huyu. Tofauti na hili Sancho, kwa wachezaji wengine inaelezwa Marcus Rashford pamoja na Anthony wako tayari kuweza kupunguza mishahara yao ili kuondoka Manchester United. Wakati huo inaelezwa hata taarifa kutoka Fenerbahce kwamba watakamilisha usajili wa Jadon Sancho si kweli, kwa sababu Fenerbahce imetumika kama chambo tu ya kuvishawishi vilabu vingine kusema kwamba vitoe fedha nyingi zaidi kama ambavyo yeye anahitaji kwenye swala la mshahara. Kwa hiyo si Fenerbahce, si Napoli, si Juve ambao wanaweza kulipa fedha hiyo kubwa ya mshahara wa Jadon Malik Sancho. Hii ni kwa mujibu wa taarifa kutoka Metro asubuhi ya leo. Na taarifa kutoka Team Talk asubuhi ya leo na ripoti kwamba Manchester wanaangazia au wanatafuta uwezekano wa kuweza kumsajili kiungo kutoka klabu ya PSG na timu ya taifa Ufaransa Warren Zaïre-Emery ambaye anapatikana kwa dau la paundi milioni 70, na hili taarifa kutoka Team Talk ambayo imeripotiwa asubuhi ya leo. Taarifa nyingine kutoka The Mirror, Manchester United wamerudi kuwa vinara tena katika mbio za kumsajili mshambuliaji Victor Gyökeres kutoka kwenye klabu ya Sporting Lisbon ya pale nchini Ureno. Inaelezwa kwamba tayari nyota huyu kutoka Sweden anataka kujiunga na Ruben Amorim, na ule mpango wa kwenda Arsenal huenda ukao umekufa, lakini kikubwa ambacho kinasubiriwa ni kuona kama Sporting Club do Portugal watakuwa tayari kupunguza ile gharama ambayo imewekwa ya paundi milioni 85, na bado kambi ya mchezaji ikitaka Sporting kumuuza mchezaji wao kwa ile gharama ambayo walikubaliana katika makubaliano ya mdomo ya pauni milioni 60. Kwa ni taarifa nyingine ambayo ipo kutoka Mirror kwamba Manchester wako katika nafasi nzuri zaidi ya kuweza kumsajili nyota kutoka Sweden Victor Gyökeres. Taarifa kutoka kwa mwandishi Alfredo Pedura anaripoti kwamba Manchester wanatafuta mbadala wa goalkeeper Andre Onana na macho yao yako kwa Marco Senaki kutoka kwenye klabu ya Atalanta. Hata hivyo Manchester wanalazimika kulipa kiasi cha pauni milioni 40 ili kuweza kumpata Marco Senaki kutoka Atalanta, japo inatajwa kwamba ni kiasi kikubwa sana, huenda Manchester wakashindwa kulipa gharama hizi kubwa za usajili katika dirisha hili la usajili. Lakini kwa mujibu wa Fabrizio Romano katika maelezo yake kwenye YouTube yake ni kwamba hakuna ofa yoyote ambayo Manchester wameipeleka ya kumtaka Marco kutoka pale Atalanta. Kinachobakia bado ni tetesi za hapa na pale kuhusu goalkeeper huyu kinda ambaye amefanya vizuri sana kwenye Serie A season iliyopita, lakini pia michuano ya Ulaya. Kwa asubuhi hii hakuna update za kutisha sana, labda tusubiri muda unavyoenda tunaweza kupata update zingine kubwa zaidi kuhusu Devils. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa Local Content.